Umechoka kusikia wataalamu wa fedha wakikwambia uache kununua kahawa unayoipenda, uache kutoka na marafiki, au uache kuvaa nguo nzuri ili uweze kuweka akiba? Wengi wetu tunachukia neno bajeti kwa sababu linasikika kama kifungo cha gerezani, kama kujiadhibu kwa kufanya kazi kwa bidii. Lakini kama tatizo sio matumizi yenyewe, bali ni jinsi tunavyoyatumia? Na kama siri ya utajiri sio kuacha kutumia pesa, bali ni kujifunza kuitumia kwa makusudi? Karibu kwenye Sauti ya Kurasa, na leo tunachambua kitabu cha I Will Teach You to Be Rich cha Ramit Sethi, ambacho kinavunja kabisa sheria za zamani za fedha na kukufundisha jinsi ya kuishi rich life sasa hivi, huku ukijenga utajiri wa kesho. Ramit Sethi analeta wazo rahisi lakini lenye nguvu linaloitwa Conscious Spending Plan, yaani mpango wa matumizi wa makusudi. Tofauti na bajeti ya kawaida inayokufanya ujisikie hatia kila unapotoa pesa, mfumo huu unakupa uhuru wa kutumia kwa vitu unavyopenda, mradi tu umepunguza kwa makusudi matumizi kwenye vitu usivyovijali. Hapa mchezo mzima unabadilika. Huu sio mfumo wa kukukataza kutumia, bali wa kukufundisha kuelekeza pesa zako kwa akili. Ukweli mgumu lakini muhimu ni kwamba hakuna mtu aliyewahi kuwa tajiri kwa kuacha kununua kahawa au kupunguza matumizi madogo madogo pekee. Utajiri haujengwi kwenye vita vya kila siku vya matumizi ya shilingi ndogo, bali kwenye maamuzi makubwa ya kifedha na mfumo mzima wa maisha yako ya pesa. Ndio maana Ramit anasisitiza kanuni moja: tumia kwa ukarimu kwenye vitu unavyovipenda na kata bila huruma kwenye vitu usivyovijali. Kama unapenda kusafiri, kula vizuri au kuvaa vizuri, fanya hivyo bila hatia, lakini acha kutumia kwenye vitu ambavyo havina maana kwako binafsi. Siri ya kufanya hili lifanye kazi ni automation. Hapa ndipo watu wengi wanashinda au wanashindwa. Badala ya kutegemea nidhamu ya kila mwezi, mshahara unapoingia unagawanyika moja kwa moja. Sehemu inaenda kwenye uwekezaji, sehemu kwenye akiba, sehemu kwenye bili muhimu, na kinachobaki kinakuwa pesa ya matumizi yako ya maisha. Hapo ndipo unaacha kuishi kwa stress na kuanza kuishi kwa mfumo. Na baada ya mgawanyo huo, kinachobaki ndicho Ramit anakita pesa ya furaha. Hii ndiyo sehemu unayotumia bila hatia, kwa sababu tayari umehakikisha kesho yako iko salama. Unaweza kula vizuri, kusafiri, kujifurahisha au kufanya chochote unachopenda bila wasiwasi, kwa sababu msingi wa kifedha umeshajengwa. Tatizo la watu wengi ni kuwa wako kwenye moja ya extremes mbili: ama wanajikamua sana na kuishi maisha yasiyo na furaha, au wanatumia kila kitu bila mpango na kuishia kwenye madeni. Ramit anatupa njia ya katikati: kuwa na mfumo unaokuruhusu kufurahia maisha sasa, huku ukijenga usalama wa kifedha wa baadaye. Maisha ya kitajiri sio kuwa na pesa nyingi benki tu, bali ni kuishi maisha yanayoendana na vipaumbele vyako. Kama unapenda kusafiri, unapanga pesa zako ziwezeshe hilo. Kama unapenda kusaidia familia au kujenga uzoefu mzuri wa maisha, unafanya hivyo kwa makusudi. Unaacha kuishi kwa kuiga watu wengine na unaanza kuishi kwa mpango wako mwenyewe. Mwisho wa somo hili, jiulize swali moja: kama ungekuwa na uhuru wa kutumia pesa zako bila hatia kwenye kitu kimoja unachokipenda zaidi, kingekuwa nini? Na ni kitu gani unatumia pesa nacho sasa ambacho unaweza kukiacha leo bila kuathiri furaha yako? Huu ni mwezi wa akili ya utajiri, na kama umefika hapa, ina maana unatafuta zaidi ya pesa. Unatafuta uhuru wa kifedha na maisha yenye maana. Usisahau kusubscribe kwenye Sauti ya Kurasa ili usikose vipindi vinavyokuja vinavyokusaidia kubadilisha kabisa mtazamo wako wa pesa na maisha.